بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. leo ikiwa ni tarehe 11 mwezi wa Shawwal mwaka wa 1447 katika darasa ya kitabu al-Irshad ila Sahih al-I'tiqad al-Allama Salih al-Fawzan hafidhahullah ta'ala. Katika kikao kilichopita tulimalizia kuzungumzia mada وجوب معرفة العقيدة الإسلامية، واجب وكيجوا اعتقادي صحيح الإسلام. na bila shaka kinacholazimiana na ilmu ni al-amal. kwa hiyo umeisoma itikadi sahih na kuifanyia amal, ifanyia kazi ile ilmu, kinachofuata kitakuwa nini? ad-da'wa. ndio maana akaweka mada inayofuata ad-da'watu ila al-aqidati al-islamiyya. hizo mada zimepangika kwa uzuri kabisa. kwa kinachofuata ni kulingania watu katika aqida sahihi ya Kiislamu, na hili ni jambo la wajibu. ad-da'wa ila al-aqidati as-sahiha يجب على المسلم بعدما يمن الله عليه بمعرفة هذه العقيدة والتمسك بها أن يدعو الناس إليها لإخراجهم بها من الظلمات إلى النور. نواجب جويا كلا مسلم أمبي الله سبحانه وتعالى أممpa fadla na neema ya kuijua itikadi sahihi, akashikamana nayo, awe atasimamia jambo la kuwalingania watu ili awe ni sababu ya kuwatoa katika kiza cha ujinga, kiza cha shirki na kufuru, wawalete katika nuru ya tauhid, nuru ya ilmu ya kuijua sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala. kama qala ta'ala, kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala, la ikraha fi ad-din. Allah subhanahu wa ta'ala sema la ikraha fi ad-din. hii aya anapoisoma au mara nyingi utakuta awamu nas anapoelekezwa katika jambo akaamrishwa mema na kukatazwa maovu, umwambie yule anayemwamrisha la ikraha fi din. la, hii aya sio sawa kuisema wewe Muislamu, sababu haikuhusu wewe Muislamu. hii aya wewe na kuhusu ni kuona unapoamrishwa mema ni ufuate, na unapokatazwa na maovu ujiepushe na yale maovu. lakini nini maana ya la ikraha fi din? la ikraha fi din ay la ikraha li ahadin ala ad-dukhul fi din al-islam. halazimishwi mtu kuingia katika dini ya Uislamu, wala sio la ikraha fi din kuamrishwa uswali sema la ikraha fi din, mimi sitaki kuswali. la ikraha fi din ni kwa yule kafiri halazimishwi kuingia katika
Uislamu, kuwa lazima uwe Muislamu. Kwa nini? Li'annahu ad-dinu al-haq al-bayyin, sababu Uislamu ni dini ya haki iliyo wazi kabisa. Fala hajata bihi ila ikrahi ahadin alayhi, kwa namna haki ilivyo wazi katika hii dini haina haja ya kuwalazimisha watu kuingia. Mtu mwenyewe akiona ile haki ataifuata, kwa halazimishi kuingia. Wanaolazimisha watu kuingia katika dini zao na madhehebu yao mara nyingi utawapata ni watu wa batili, kwa sababu ana wasiwasi na kile kilichokuwa nacho. Lakini dini ya Uislamu ni dini iliyokuwa wazi na haki yake iko wazi kabisa, kwa halazimishi mtu kuwa aingie katika hii dini kwa sababu iko wazi kabisa. قد تبين الرشد من الغي، أي قد تميز الرشد من الضلال. uongofu umebainika kutokamana na upotofu, wajulikana huu ni uongofu na huu ni upotofu. Dini iko wazi kabisa. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، أي فمن يكفر بكل ما يعبد من دون الله ويتبرأ منها، yule anayekanusha vyote vinavyoabudiwa pasi na Allah akajiweka mbali navyo, akajitenga navyo. ويؤمن بالله وحده، akamwamini Allah peke yake, asimshirikishe na chochote. فقد استمسك بالعروة الوثقى، أي فقد استمسك من الدين بأقوى سبب، basi huyo ameshikamana na mashiko yaliyo na nguvu kabisa. لا انفصام لها، أي لا ينقطع، mashiko yale hayakatiki. للنجاة يوم القيامة، ili apate kuokoka kesho siku ya kiyama na adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala. والله سميع عليم، أي سميع لأقوال عباده عليم بأفعالهم. Allah ni mwenye kuyasikia maneno wanayoyazungumza waja wake na ni mjuzi wa vile vitendo wanavyofanya. Wasayujazihim alaiha, na atawalipa kulingana na vitendo vyao. kisha Allah akasema Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur. Mtu anaweza kusema hii aya mahali shahidi nini? Tuzungumzia kuhusu ad-da'watu ila al-aqidati al-islamiyya. Mahali shahidi kwa wapi? Ni hapa. Allahu waliyul ladina amanu, ay Allah subhanahu wa ta'ala yatawalla alladhina amanu bihi. Allah ndiye anayewasimamia wale waliomwamini yeye. tena yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur, ay yuwaffiquhum wa yansuruhum wa yukhrijuhum min dhulumati al-kufri wal-jahl ila nuri al-iman wal-ilm. Allah yuwafikisha waja wake waumini na kuwanusuru na kuwatoa katika kiza cha kufru na ujinga na kuwaleta katika nuru ya iman na ilmu. Lakini Allah huwafundisha waja wake hiyo ilmu kupitia nani? Naam, kupitia ulama, kupitia tulab alilm. Kwa Allah subhanahu wa ta'ala hapa akizungumza kwa yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur, ay anna Allah yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur bihaula'i al-ulama wad-du'at. Allah akawajalia hao wanawavioni na walinganizi ndio sababu ya kuwatoa watu kutoka katika kiza cha shirki na kufur na jahal na kuwapeleka katika nuru ya iman, nuru ya ilmu, ya kuijua sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na ndio kuitaja hii aya Sheikh Al-Fawzan hapa, sababu hao walinganizi biidhnillah ta'ala ndio ni sababu ya Allah kuwatoa watu kutoka katika kiza cha kufur na kuingiza katika nuru ya iman. والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. أما wale waliokufuru wasimamizi wao ni taghut, wale wanaoabudiwa basi na Allah na shaytan.
anayewatoa kutoka katika nuru kuwapeleka katika kiza. Iyadhan billah. قال الشيخ الفوزان: والدعوة إلى العقيدة الإسلامية هي فاتحة دعوة الرسل جميعا، أي هي فاتحة دعوة الرسل، أي هي أول دعوتهم. دعوة يقول إن يواتو كتك عقيدة صحيحة كتك توحيد ndio funguo ya da'wa ya mitume wote waliopita. Hakuna mtume katika mitume wa Allah isipokuwa lingania katika tauhid mwanzo. Falam yakunu yabda'una bi shay'in qablaha, mitume walikuwa hawaanzi na chochote kabla ya tauhid. Mwanzo waanza kuwalingania watu katika aqida sahiha, kama qala ta'ala: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. Kwa hiyo katika kila umma kumetumilizwa mitume, kila umma Allah amewatumilizia mtume. Huyo mtume akifika kwa watu wake, jambo la kwanza kabisa analowaambia watu wake ani'budu Allah wajtanibu at-taghut, kawaelekeza katika tauhid, kuwakataza kutokamana na shirki. وكل رسول كان يقول لقومه أول ما يدعوهم، na kila mtume alikuwa akiwaambia watu wake mwanzo anapowalingania, ya qaumi ibudu Allah ma lakum min ilahin ghayruhu, enyi watu wangu mpokesheni Allah katika ibada zenu, hamuna nyinyi Mungu mwingine isipokuwa yeye peke yake. Hao wengine wote ni feki, masanamu, kaburi, vyote feki. Yule anayeabudiwa kwa haki ni mmoja peke yake, Allah subhanahu wa ta'ala. Kama qalaha Nuh wa Hud وصالح وشعيب وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد وسائر الرسل عليهم صلوات الله وسلامه أجمعين. Na hivi ndivyo walivyowaambia watu wake Nuh, Hud, Salih, Shuaib, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad na wengineo katika mitume salawatullahi wasalamu alayhim ajma'in. فيجب على كل من عرف هذه العقيدة وعمل بها ألا يقتصر على نفسه. ويني واجب وكلا aliyetambua hii aqida tauhid, itikadi sahihi, kisha akaitendea kazi, asibakishe katika nafsi yake peke yake, bali awafikishie na wengine. Bal yad'u an-nasa ilayha bil hikmati wal maw'izati al hasana, bali awalinganie watu katika itikadi hii sahihi bil hikma, ay bil ilm. Hikma hapa inakusudiwa ni ilmu, bil hikmati wal maw'izati al hasana, na mawaidha mazuri. كما هو سبيل المرسلين واتباعهم، كما ilivyo njia ya mitume wa Allah na wafuasi wao. Hivi ndivyo walikuwa wakifanya, wakilingania watu katika itikadi sahihi. قال: وإن الدعوة إلى هذه العقيدة هو الأساس والمنطلق. kulingania katika hii itikadi, hii aqida sahiha, bimaana kulingania katika tauhid ndio msingi wa da'wa, na ndipo anapoanzia mlinganizi. فلا يدعى إلى شيء قبلها من فعل الواجبات وترك المحرمات حتى تقوم هذه العقيدة وتتحقق. Kwa hivyo watu hawalinganiwi katika chochote kile kabla ya itikadi sahihi, katika kutekeleza mambo ya wajib na kuacha mambo ya haramu, mpaka isimame hii itikadi sahihi, aihakiki yule mwanadamu, ndio kisha aambiwa mingine. لأنها هي الأساس المصحح لجميع الأعمال، وسبب توحيد عقيدة صحيحة ndio msingi unaosahihisha matendo yote anayofanya mwanadamu. وبدونها لا تصح الأعمال ولا تقبل ولا يثاب عليها.
bila itikadi sahihi amali za mwanadamu hazisihi, bali hazikubaliwi mbele ya Allah, wala hatalipwa thawabu ya matendo yake ikiwa ni mshirikina. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. kwa matendo yao kesho siku ya kiyama yatakuwa ni kama mfano wa vumbi lililopigwa na upepo, hakuna kitu. iyadhan billah. ومن المعلوم بداهة أن أي بناء لا يقوم ولا يستقيم إلا بعد إقامة أساسه. ni jambo lajulikana kila mtu, halihitaji usomi, kuwa jengo lolote lile haliwezi kusimama bila nini? Bila msingi. Lazima kuwe na msingi ulio madhubuti kabisa ndio lile jengo lisimame juu yake. Ikiwa msingi sio madhubuti, haiwezekani lile jengo kusimama juu yake, litaporomoka tu. Ndio mfano mzuri wa aqida, kuwa aqida isipokuwepo amali zote anazifanya mwanadamu hazifai chochote mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. ولهذا كان الرسل يهتمون بها قبل كل شيء. kwa sababu hiyo utakuta kuwa mitume wa Allah walikuwa mwanzo kabisa wakianza na kulingania watu katika tauhid. Na haya maneno waweza kuyasema kwa mdomo, mitume walikuwa jambo la kwanza wakilingania katika tauhid. Je, tulifanyia kazi katika da'wa zetu? Hakuna mtu yakataa hilo, hata khurafi pia. Khurafi kimuuliza si Qur'ani yasoma, kitu cha kwanza mitume walichukua kilingania nini? Walikuwa wakiwaambia watu wamwabudu Allah pekee yake, ingawa baadhi yao wasema mitume wanatumilizwa kwa ajili ya kuambia watu Allah yuko. Allah yuko, kuja kuambia watu Allah yuko. Watu wajua kama Allah yuko, hakuna ambaye ajui kuwa kuna yule aliyemuumba. Watu wachache ambao ni kibri tu kinachowakataza, kinachowazuia, lakini hakuna mwanadamu isipokuwa katika fitra yake ameumbwa ajua kuwa kuna yule aliyemuumba. Sasa kama yeye yumuita Allah, yumuita Mungu, yosema ni Mwenyezi Mungu, lakini yajua kuna yule aliyemuumba. Na wewe utakujaribu, nenda barabarani pale ukimwona mtu muulize, wewe si Muislamu? Mimi si Muislamu. Nani ankuumba? Hakwambii babangu hata siku moja. Atakwambia aliyeniumba ni yule aliyeumba mbingu na ardhi. Mwenyezi Mungu ameniumba. Hakuna siyejua hili. Mitume wa Allah wametumilizwa kwa ajili ya kuwalingania watu sasa kumpelekea huyo aliyewaumba ibada zao zote, wasimshirikishe na chochote. Hii ndio ilikuwa kazi kubwa waliokuja kuifanya mitume, ikawa ihtimami yao yote iko hapo. Nasema hili waweza kulisema, lakini je, kulitabikisha katika da'wa yako walitabikisha? Ama tauhidi yazungumzo tu by the way, sio kuwa ni jambo ambalo latiliwa mkazo. Na ukiangalia wewe katika jambo la kwanza utakalomjua mlinganizi kuwa ni wa haki ama ni wa batil, katika miongoni mwa mambo muhimu, mtizame katika ulinganizi wake katika tauhidi, sababu hii ndio da'wa ya mitume. Ukimwona katika kulingania kwake katika tauhid kuna udhaifu, basi jua kuwa huyu anailingania si katika walinganizi walio katika njia ya mitume. Ikiwa halinganii katika tauhid, akilingania katika tauhid, basi jua kuwa hii ni alama miongoni mwa alama nzuri kuwa huyu katika njia nani? Ya mitume wa Allah alayhi wassalatu wassalam. وكان النبي صلى الله عليه وسلم عندما يبعث الدعاة يوصيهم بالبداءة بالدعوة إلى تصحيح العقيدة. na walikuwa mitume wa Allah alayhi wassalatu wassalam, na pia mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, bali mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam alikuwa akiwatuma masahaba wake kwenda kufanya da'wa sehemu mbalimbali. Kitu cha kwanza anachoanza kuwalingania au anachowahusia wale anaowatuma kwenda kulingania kule, awaelekeza katika kuanza kusahihisha itikadi mwanzo wasahihishe itikadi, kisha mingine atafuata. فعن ابن عباس رضي الله عنهما، na huu ni mfano mzuri
في حديث ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له Mtume sallam alipomtuma Muadh ibn Jabal kwenda kufanya da'wa kule Yemen, akamwambia hivi: innaka ta'ti qauman min ahli alkitab, hakika wewe huko unakokwenda Yemen utakwenda kuwakuta watu katika ahlul kitab, wahum yahudi al-Yemen, ni mayahudi waliokuwa kule Yemen. فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية إلى أن يوحدوا الله. jambo la kwanza kabisa utakalo walingania hao watu ni shahada la ilaha illa Allah, la maabuda bihaqqin illa Allah, hakuna anayeabudiwa kwa haki isipokuwa Allah. Na katika riwaya nyingine ila an yuwahhidu Allah, walingania katika kumpokesha Allah subhanahu wa ta'ala katika ibada. fa inhum ata'uka lidhalika, ikiwa watakutii katika hilo, bimaana wakakubali tauhid. Na hapa ndio angalia mpangilio Mtume sallam anaupanga katika da'wa. Ikiwa wataikubali tauhid, fa'alimhum anna Allah aftarada alayhim 5 salawatin fi kulli yawmin wa layla, basi wajuze kuwa Allah amewafaradhishia swala 5 usiku na mchana wao, kuna swala 5. fa inhum ata'uka lidhalika, wakiwa watakutii katika hilo, bimaana jambo la swala wakalikubali wakatekeleza, fa'alimhum anna Allah aftarada alayhim sadaqatan tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu ala fuqaraihim, basi wajulishe kuwa Allah subhanahu wa ta'ala amewafaradhishia zaka. Ile zaka itachukuliwa kutoka katika matajiri baina yao, kisha wapewe mafakiri katika wao. fa inhum ata'uka lidhalika, wakikutii katika hilo, fa iyyaka wa karaima amwalihim, wamekukubalia wewe kuwa watatoa zaka, basi usiende ukachukua kile kilichokuwa bora katika mali zao. Mfano, mfugaji mbuzi imefikia hali lazima atoe zaka, ukaenda pale kwenye shamba, kamba haya chukua wale mbuzi wa zaka, kwa mfano ni mbuzi wawili, ukaenda ukatafuta lile beberu lile la mbegu lile, ndio walichukua. Mimi nataka huyu tumtoe zaka, na tumsana usifanye hivyo, bali chukua ile wakati na kati. Usichukue mbovu mpaka kutembea hawezi ndio ukamtoa zaka, la, wala usimchukue yule mbora kabisa sababu mwenyewe umhitajia, ukatafuta yule mnyama aliye mzuri kabisa ndio ukambeba wewe, bali chukua wakati na kati. Ndio kwamba wa iyyaka fa iyyaka wa karaima amwali, ndio maana yake. Maana usende ukachukua katika mali zao kile kilichokuwa bora kabisa, ukachukua beberu la mbegu ama nini, makosa. Kwa utachukua ile wakati na kati. wattaqi da'wata al-madhlum, sababu ukifanya hivyo utakuwa umemdhulumu yule mtu. Ukichukua kile kilichokuwa bora kabisa kwake utakuwa umemdhulumu yule mtu. Basi ogopa dua ya nini, ya yule anayedhulumiwa. fa innahu laysa bainaha wa baina Allah hijab, dua ya mwenye kudhulumiwa haina pazia baina yake na Allah subhanahu wa ta'ala, bali moja kwa moja afika kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Yani leo inawezekana kuwa mtu yadaiwa na mwenzake. Huku kwetu kitu cha ajabu ni hivi, anapokuja mtu kukukopa, yuakopa kwa maneno mazuri na roho safi na nini, na shida kwa hisani zako bwana, naomba saidie. Si ajabu akakwambia wiki ijayo tunakulipa, wiki ijayo tunakulipa, kwa uzuri tu ukamkopa. Lakini wakati wa kulipa mpaka umwelezee sababu ya wewe kwa nini wasihitaji zile pesa. Sieleza bwana, nimeshikika mimi pia nina taabu na nini, kwa hisani zako nipe bwana. Kwa nini sasa mpaka kuelezea? Sina haki yake. Afaa ikifika ule wakati mlipe haki yake basi, shamalizana basi kisha. Hasa kuna wengine wabaya zaidi, halipi mpaka yule mtu ambaye bwana nakuachia Mungu, ambe shukran bwana, shukran.
Kuna mmoja ambaye mwenzake nakuachia Mungu bana, sitaki tena bana. Anambia shukran bana, shukran sana bana. Hajadi, naachie Mungu basi, shakushi. Yeye aona ni jambo dogo lile, lakini hajui ile hisabu kesho mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ni nzito. Katika kitu kinachomzuia shahidi kuingia peponi ni deni peke yake. Hata akafa shahidi fi sabilillah mukhlishan lillah, haingii peponi maadamu ana deni, haingii. Inshallah lile deni la shilingi 1000, wacha deni kubwa la 1000 tu, haingii huyu peponi mpaka alipe haki ya watu. Ndio pale mtu anapofariki, kitu cha kwanza kabisa mnatakana muangalie kabla ya kuanza kumnyafuria mimi nyumba ile yangu, mwanzo ashalipa madeni yake, sababu ni haki yake yule maiti kualipiwe madeni, sababu ni mali yake na haki za watu. Kwa jambo la kwanza walipiwa madeni yote. Jambo ambalo kama ninavyoeleza leo watu waliona ndogo. Kuna msemo sema mume madeni bwana, ndio mwanamume wewe lipa, uwezi kujua ondoka lini, lipa. Na ukiwa na nia kwa utalipa, wallahi Allah yakupa njia, walipa wamaliza basi, alhamdulillah, maadamu ile nia ipo. Na ikiwa una nia ya kulipa nzuri na hukuweza kulipa, pia Allah atakulipia siku ya kiyama. Man akhadha amwala an-nas yuridu adaaha, Mtume anasema adda Allahu anhu. Yule anachukua mali za watu kwa nia ya kuwatalipa, ni mkweli kuwatalipa, basi Allah atamlipia ikiwa ameshindwa. Allah atamlipia. ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله. na yule anayetaka kuchukua mali za watu lakini nia yake ni kuziangamiza mali za watu, na Allah ataziangamiza, atamwangamiza yeye na zile mali alizochukua. Iyadhan billah. الحديث رواه البخاري ومسلم. فمن هذا الحديث الشريف كتوكتك حديثية ابن عباس تكوفي، ومن استقراء دعوة الرسل في القرآن، نكوكفتليز مكيني دعوة زمتموتك في القرآن، ومن استقراء سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم كذلك، وكيسوم نكوفتلي مكيني سيرة يمتوم صلى الله عليه وسلم، يؤخذ منهج الدعوة إلى الله. hapo ndio uchukuliwa manhaj na mfumo wa kulingania katika njia ya Allah. وأن أول ما يدعى الناس إليه هو العقيدة المتمثلة بعبادة الله وحده لا شريك له وترك عبادة ما سواه، كما هو معنى لا إله إلا الله. Kwa hapa tupata mfumo wa kulingania kuwa jambo la kwanza wanalinganiwa watu ni itikadi, aqida sahiha, ni tauhid, ambayo ukiangalia itikadi sahihi utaikuta katika jambo gani? La kumwabudu Allah peke yake, hana mshirika naye, na kuacha vyote vinavyoabudiwa pasi na Allah subhanahu wa ta'ala, kama ilivyo maana la ilaha illa Allah. وقد مكث النبي صلى الله عليه وسلم في مكة 13 سنة بعد البعثة يدعو الناس إلى تصحيح العقيدة بعبادة الله وحده وترك عبادة الأصنام، قبل أن يأمر الناس بالصلاة والزكاة والصوم والحج والجهاد وترك المحرمات من الربا والزنا والخمر والميسر. متوم صلى الله عليه وسلم شيخ اسمه alibaki Makka miaka 13 baada ya kutumilizwa. Alingania watu katika kusahihisha itikadi mwanzo kwa kumwabudu Allah peke yake na kuacha kuabudu masanamu. Na hili ni kabla ya kuamrisha watu swala, kabla ya kuamrisha watu zaka, saumu, haji, jihad, kabla ya kukataza mambo ya haramu mengine kama vile riba, zina, pombe, kamari. Mwanzo kabisa ameanza na kuwalingania katika tauhid. Ndio jambo linaloanziwa katika da'wa. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa na ihtimamu kubwa sana katika kulingania katika tauhid. Ama ahlul batil leo ukiangalia, kuna pale unaposema kuwa
hawa khurafiyun hawalinganii katika kukataza shirki na kuamrisha watu kufuata itikadi sahihi. Utasikia waleta muhadhara mmoja yatima kwa mbali wakataza kutokana na shirki, na usikilize muhadhara, sio kwa wakataza kutokana na shirki. Yani ule muhadhara zungumza pale kuhusu shirki, lakini azungumza sio kuambia watu tu, kuwaita watu washirikina. Yani yeye wajitetea kwa ile shirki anayoifanya ya kuabudu maiti na wafu. Kuna mmoja, hatuabudu maiti bwana, hatuabudu sisi maiti, kwa sababu haelewi maana ya kuabudu nini, haelewi maana ya ibada nini. Huyo anayekwambia kwa si hatuabudu maiti au wawekea nadhiri maiti, huyo anasema tuabudu maiti wenda kuchinjia maiti, huyo anasema tuabudu maiti aomba kupitia yule mfu yule maiti yule, aomba kupitia kwa sisi bwana. Tukienda pale tutawasali tu, ndio hiyo shirki tunaokuambia sisi, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Ndio hoja ya Abu Jahali hiyo. Kuweza kumwona mtu hajui kile anachokula nini, yuala chakula jina lake alijui, asikia watu wazungumza bado hicho tu mimi sijala, kumbe ndio yuala, sababu hajui jina lake nini. Kuna bwana mmoja kwenye maulidi alikuwa hajui tishu inaitwa tishu, ile waita tishu, hajui nini, aona ni chakula. Sasa ameshika zile karatasi za kujifutia mkono, ajifutia. Sasa sikia wengine bado tishu hazijafika, hata huku pia hazijafika, ataka kula hata huku pia hazijafika, aona kama labania hivi, kama kalmati zaitwa tishu, hata huku pia tishu. Kumbe anashika tishu yeye ajifutia mkono, hajui kama ile tishu ni ile anashika mkononi. Nikawa nikichekesho tu kitambo, siku hizi shajulikana, ilikuwa hajui. Kashika zile tishu ajifuta mkono, yule mwenzake kule sema huku bado tishu hazijafika, hata huku pia hazijafika, aona kuna chakula kifike na huku pia. Nyinyi kwa kula nyinyi rafi bana, atakaletewe tishu pia tafune, makaratasi hayo hayaliwi pia atakaletewe pia, na huku anashika mkononi ukasema bado hazijafika huko. Tunasema yofikiria sijui ni labania ama ni kalmati fulani zaitwa hivyo. Sasa wewe waweza kuwa wafanya kitu hujui kama kile kitu unachokifanya ndicho hicho ulicho ndani yake. Sasa wewe waomba maiti, yani waomba kupitia maiti, kisha sema sisi bwana tufanye shirki bwana. Ndio hiyo shirki, kuomba kupitia maiti ni shirki hiyo. Na kuna wengine waomba moja kwa moja, amuomba aswa yule mtu, mimi sina mtoto naomba utupe mtoto, na wao pia wako wanaofanya hivyo. Bali wengine mpaka kutaka kujenga msikiti pia wenda kuomba ruhusa kwa maiti. Hebu acheni mambo yenu bwana, ati bwana tumekuja kuomba ruhusa. Nyinyi waomba ruhusa vipi? Hatuambie walikupa ruhusa vipi, walikuambia sawa ama si sawa? Hamjaona klipu hizo za tumbea kwa jamaa yuko kwenye makaburi pale, aambia wale maiti ati kwa sababu kuna msikiti ubavuni mwao pale wataka kuvunjwa ujengwe, kwa tumekuja kuomba ruhusa mabwana wakubwa, kama watatukubalia hebu tujibu. Walikujibu nini ulipowaambia tutaka kujenga msikiti? Wanakuambia nini? Wanakuambia jenga? Kadhab. Ndivyo wanavyochezea watu, wakawatia kwenye ushirikina, wakaomba kupitia hao maiti. Jamaa wamejenga mambo mengi sana kuhusu maiti, na nyinyi mtaona tu mara kuna hauli sijui kwenye kaburi la nani, watu wamekuwa mpaka ndani ya makbara, wamekaa pale baina ya makaburi pale kwa khushuu ya hali ya juu, na twari pia walipiga ndani ya makaburini kule wapiga matwari, hawaambiliki wa jamaa. Kisha mtu sema nanyi wakali sana bwana. Sasa watakatuambie nini hao watu? Wafanya inadi. Yani wewe huwezi kujua kuwa mzoga ukusaidii kitu. Alivyokuwa hai yenyewe, ukienda ukimwomba nipe mtoto, yeye mwenyewe pengine kafa kaondoka duniani, Allah hakumjaalia mtoto, kafa, atakuwa na uwezo wa kukupa mtoto? Alivyokuwa hai hawezi kufanyia chochote katika, pengine labda alikuwa hata ni fakiri, ukienda kwake kumkopesha hana kitu,
kisha enda kwake kwenye kaburi waje kumwambia mimi kazi zangu zinaharibika, nataka mali. Akupe mali gani? Kafa fakiri huyo, yeye mwenyewe kafa katika hali ya maskini, akusaidie kwa lipi? innal ladhina tad'una min dunillahi ibadun amthalukum, hao mnaowaomba pasi na Allah ni viumbe kama nyinyi, hakuna tofauti. fad'uuhum falyastajibu lakum in kuntum sadiqin, aendeni kuomba kama utawaitikia, na waitikie ikiwa ni kweli. Sheikh hapa akaendelea kusema وهذا يدلنا دلالة واضحة على خطأ بعض الجماعات المعاصرة التي تنتمي للدعوة وهي لا تهتم بالعقيدة. na hizi hadithi tulizoziona, hadithi tuliyotaja na hili tukio la Mtume sallama kuanza na tauhid ni dalili yatuongoza sisi katika dalili iliyo wazi kabisa juu ya kosa la baadhi ya makundi katika asri hii. Makundi haya yajinasibisha na kuwa wao wafanya da'wa, lakini hawana ihtimam na kulingania katika aqida, kama jamaatu tabligh, ikhwanul muslimin na wengineo. wa inma turakkizu ala umurin janibiyatin khuluqiyatin wa sulukiyya, wao wajishughulisha na mambo ambayo ni ya ubavu, mambo mengine ambayo si katika tauhid, mambo yanofungamana akhlaq ambayo pia ni muhimu katika sheria, lakini wakawacha yale ambayo ni muhimu zaidi. وهي ترى كثيرا من الناس يمارسون الشرك الأكبر حول الأضرحة المبنية على القبور في بعض ديار الإسلام ولا تنكر ذلك. na wao waona wengi katika watu wanaofanya shirki kubwa katika makaburi yaliyojengwa katika baadhi ya nchi za Kiislamu, lakini hawakatazi hayo. wala tanha anhu la fi kalimatin wala fi muhadharatin wala fi muallafin illa qalilan. siza makini hapa, na wala hawakatazi hilo jambo, la katika kalimatu wanazitoa kalima yotoa hakatazi, wala katika muhadhara wala katika vitabu wanavyoandika, isipokuwa kwa uchache. بل قد يكون بين صفوف تلك الجماعات من يمارس الشرك والتصوف المنحرف ولا ينهونه ولا ينبهونه. bali huenda katika hili kundi kukawa kuna baadhi ya wale wanao ni members, yani katika lile kundi ambao wafanya shirki na usufi uliopinda, wala hawakatazi wala hawatanabahishi na hilo. مع أن البداءة بدعوة هؤلاء إلى التوحيد الخالص وإصلاح عقيدتهم أولى من دعوة الملاحدة والكفار المصرحين بكفرهم. الشيخ أسمع pamoja na kuanza kuwalingania hawa ambao ukiwaona ni waislamu, kuanza kuwalingania hawa katika tauhid iliyotakasika na kuzitengeneza itikadi zao ni aula zaidi kuliko kuwalingania malahida, mulhidin, maatheist na wengineo, na kufar ambao ni makafiri wa wazi katika kufri yao. kwa nini? lianna al-kuffara wal malahidata musarrihuna bikufrihim ومقرون أن ما هم عليه مخالف لما جاءت به الرسل. kwa sababu hawa malahida na kufar wao watangaza wazi ukafiri wao na wakiri kuwa yale walionayo ni kinyume na yale walionao mitume wa Allah alayhi salatu wassalam, hawataki kufuata mitume. amma ulaika alquburiyun walmutasawwifatu almunharifun, ama hawa waabudu wa makaburi hao na masufi waliopinda hao wakawa waabudu asiyekuwa Allah, fayadhunnuna annahum muslimun, na hasa wale ambao washafikishiwa da'wa wao wadhania kuwa katika Uislamu, kile wanachokifanya ni Uislamu. wa anna ma hum alayhi huwa alislam, na kile wanachokifanya ni Uislamu. Bali kuna wengine waona ndio Uislamu wenyewe, kule kuomba maiti na kupeleka ibada kwa wale maiti, waona ndio Uislamu haswa. qala fayaghtaruna wayaghuruna ghayrahum, waghurika wao na kuwaghuri wengine na kuwadanganya wengine. والله جل وعلا أمرنا بالبداءة بالكفار الأقربين في الدعوة وفي الجهاد. na Allah ametuamrisha mwanzo tuanze na hawa kufar walio karibu na sisi katika kuwalingania na katika jihad fi sabilillah. faqala ta'ala wa andhir ashirataka alaqrabin,
mwanzo waonye jamaa zako wa karibu. وقال تعالى: والذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. قال: فما لم تصف صفوف المسلمين من الدخيل فإنهم لن يستطيعوا الصمود في وجه عدوهم الصريح. ikiwa waislamu hawataitengeneza safu yao kwa ndani, safu yao kwa wale walioingia ambao si katika dini, basi hawawezi kusimama katika uso wa maadui zao walio wazi. Na mara nyingi ukiangalia, ikiwa mtu hana elimu ya kuifahamu itikadi sahihi, huyu huenda akateleza katika kufur na shirki bila ya kujijua, iyadha billah. Bali leo ukiangalia vile waislamu wanavyopelekwa na atifa na feelings, hata usiende mbali, weitizama ile hali ya ulimwengu leo. Nyinyi mwajua kuna waislamu ambao wamsapoti yule Kim Jong yule kipanki yule, kwa sababu tu yuateta na Amerika. Si muelewa? Kwa sababu yule mwisho yule, yani wewe nchi yote hata ikawa na ukafiri wa aina gani, ikisimama dhidi ya Amerika na muadui na Myahudi, basi watamsapoti yule. Hawaangalii kwa wote hao ni kufara. Kuna wengine wasapoti Russia. Mimi nishaona kwenye comment tena wa Arabu, Putin, yani kama ni ammi yake. Na watu ni mulhidin, wengine na kufur. Huyu hakufai wala yule adui yake pia hakufai, wote wawili hawakufai Muislamu. Lakini kumekulia jambo hapa la kuwa yoyote anayesimama dhidi ya Marekani ama dhidi ya Myahudi, basi huyo tutasimama naye sisi Waislamu. La, sio hivyo. Na hii ni kwa sababu kutoifahamu itikadi sahihi. Walbaraatu min ash-shirki wal-kufri wa ahlihi, kujiweka mbali na shirki na kufru na wale wanaoifanya shirki na kufru. Hao wote ni kufara. Wakishamalizana kule watakuingilia wewe, sasa watakuelekea wewe. Na ndio leo unaliona hapa katika hili jambo la Iran na Marekani na Myahudi, ni hivyo hivyo tu, sababu ndivyo wanapopelekwa. Yani wewe angalia, lau kama kwa mfano yule Muirani atashinda kwa mfano katika hii vita, unafikiri watu wangapi wataingia kwenye ushia? Wataingia sio kwenye ushia, wataona ndio dini ya haki. Hawaangalii kuwa huyu hamfai na huyu hamfai. Hayo yote yamejengewa kwa sababu ya kutoifahamu itikadi sahihi. Watu wamekuwa wapelekwa na feelings za nyoyo zao, basi wafuata tu awatif, hawapimi kwa mizani ya sheria. Na hapa mimi ndio nizungumza kalima kuwa mimi nikisoma hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam alipoeleza kuhusu Khawarij na ibada walizokuwa wakizifanya, swala zao, aambia masahaba ambao waswali swala za faradhi na sunna za Mtume sallallahu wasitekeleza zote, na juu yake Mtume sallallahu anamwambia tahqiruna salatakum ila salati wa siyamakum ila siyami, mutadharau swala zenu mkitizama swala za Khawarij, na saumu zenu mkitizama saumu za Khawarij mtazidharau namna wanavyofanya ibada. Lakini vipi Mtume sallallahu akasema kuwa wale wa mwisho katika Khawarij katika akhir zaman watamfuata nani? Ad-Dajjal. Sasa waweza kuchanganyikiwa ukasema vipi Khawarij watamfuata Dajjal ikiwa Waislamu wenyewe waita makafiri? Mwelewa sasa nazungumza nini? Sasa wewe usiende mbali, angalia leo nchi ya Iran inavyowatukana masahaba. Na sisi hapa tukizungumzia, kuna watu wengine wanaleta shubha hapa wakasema kwani Iran yote mashia? Sisi hatuzungumzia wasiokuwa mashia bwana, wewe akili yako ndogo. Lakini nidhamu ya Iran imejengewa na watu ambao ni wenye kuwatusi masahaba. Hiyo ndio itikadi yao, kina Khomeini, Khamenei na wengineo. Hao wote ndio itikadi yao hao. Kwa usitaki kuwachanganya watu. Kwa ile nidhamu ile, wewe angalie leo nidhamu ambayo iko wazi kabisa katika ile mambo ya kufuru walikuwa nayo, kuwatusi masahaba,
kuwatuhumu wakeze Mtume sallam kwa uchafu, kwa kufurisha masahaba waziwazi. Bali juzi walimpa zawadi yule anayetunga zile anashid zao zile za kuwatusi masahaba, la'natullah ala Abi Bakar, la'natullah, ampewa zawadi bwana na ubalozi wa Irani ndani ya Iraq, kapewa zawadi ya nchi ile, sio mhitaji, yani nchi ya Irani yamkiri fadhila zake yule bwana. Sababu pia akatunga nashidi ya kumsifu Khamenei alipouawa, wakampa zawadi kubwa sana. Huyu kazi yake ni kutusi masahaba tu, nchi yampa zawadi. Leo angalia wangapi wamerengwa na kughurika na hawa Irani. Sasa washangana Dajjal atakapokuja, na wengi ukiangalia waliorengwa ni wale ambao itikadi zao zina ukhawariji ndani yao. Na ndio maana leo ukimpinga Mwirani mutasahin, wajua maana mutasahin, yani wewe ni mzayuni, haina tofauti na kumwambia mtu wewe ni nasara mutanassira, hakuna tofauti, bimaana wawakufurisha wale watu. Kwa wewe ukimpinga Mwirani kwa mfano, wahesabika wewe wasapoti. Twasema mwatusikia vizuri, lakini twasema Mwirani hatuko naye yule na ukafiri wake, na Myahudi na Marekani na ukafiri wake hatuko naye, la huyu wala huyu, umeelewa? Hatubandike lingine. Sasa fanya fujuru fil khusum, wewe uko nao, wewe kuna nani? Na kuna wengine mpaka wasarih wasema walipwa na Marekani. Wallahi alazim, yoyote anayesema kuwa walinganizi wa kisalafi walipwa na Marekani waje watoe ushahidi, na kama hawana, wallahi nawapia sanukhasimuhum amama Allah subhanahu wa ta'ala. Sisamehe mwanzo, mimi sisamehe mtu yote anayesema hivi. Tutasimama kesho mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, uthibitishe mbele ya Allah kuwa wewe ndipo na Marekani pesa fulani, tuonyesheni tulipo wapi, na kama ziko kwa nini tusisichukue mfano? Yani ziko, wanaibia wangapi waislamu wale? Kama ziko tuambieni ziko wapi, tutakuja kuziganyiza kwa waislamu hapa. Kwa nini wao ndio waibe katika nchi za Kiislamu? Waiba Sudani, waiba wapi, nchi mbalimbali huko wanaziiba, Suria kule waiba mafuta, sio wapi waiba mfano. Lakini tusema tutasimama mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, nukhasimukum amama Allah, kisha mtajibu mbele ya Allah, mliposema hayo mlikuwa na ushahidi gani? Mtatoa ushahidi siku hiyo. Unaona maneno yasemwa tu, waweza kuandika comment ama ukazungumza maneno ukaona ni jambo sahari tu, satuktabu shahadatuhum wa yusalun, hiyo shahada unayoitoa itaandikwa na utakwenda kuulizwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, na hakuna litakalopita hivi hivi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini sisi tusema haya ni dini. Hatuwezi kusimama na watu wanaowatusi masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ummahatul mu'minin hata siku moja. Na wala msije hapa, kuna wengine watumia falsafa, unajua mashia iko tofauti, kwa nyingine nasema hivi, kwa nyingine. Tukuuliza hawa, usianze kuwapeleka watu kulia na kushoto. Hawa ithna asharia, hawa itikadi yao iko vipi? Si hawa wanaosema Umar Khattab radhiyallahu anhu wa arda, iyadhan billah, mutakhanifi hawa sio ndio mtukana Aisha radhiyallahu anha? Hawa sio wanaosema Abu Bakar na Umar ni makafiri, sanama ya Quraysh? Hawa sio wanakufurisha Uthman bin Affan radhiyallahu anhu wa arda? Si hawa? Ama kuna wengine si hawa? Sasa kuna wengine huwachezea watu, unajua ile iko si wote natukana sahaba, si wote natukana sahaba. Kuna nyingine anafanya hivi, kuna nyingine anafanya hivi. Tuonyeshe mshia si watukana masahaba, labda tumie taqiya ajifiche bali, lakini ni hao. Alafu angalia yule mtu asli ya dini yao katika vitabu na vitegemea semaje. Tumalizie hapa. قال العلامة الفوزان حفظه الله تعالى: ويحكى أن قبوريا تمرزني كيسا كيريزا رأى رجلا يعبد صنما أمامه. taja kisa kuwa mmoja katika wa makhurafia waabudu wa makaburi alimuona bwana mmoja aabudu sanamu liko mbele yake. Fa ankara alayhi alquburi,
yule muabudu wa kaburi yule akamwambia wewe vipi bwana utaabudu vipi masana, akamkataza. Faqala lahu aabidu as-sanam, yule mwenye kuabudu sanamu akamwambia anta ta'budu makhluqan ghaiban anka wa ana a'budu makhluqan mathilan amami, mimi na wewe kwani tofauti gani? Wewe ukipatwa na shida wamuomba mtu ambaye hayuko hapo, yani wewe aliziko huko, na mimi namuomba kiumbe ambaye yuko mbele yangu. Fa ayuna a'jabu, nani katika mimi na wewe ambaye afanya jambo la ajabu zaidi? Wewe ukipatwa na shida sema ya Badawi, na wewe Badawi mwenyewe hayuko hapo. Mimi nikipatwa na shida na hili sanamu hapa ni jina la mmoja katika wale jamaa zetu, Bagwan si nani waita hivi, yuko mbele yake. Sasa afadhali nani? Fa khusima alquburi, yule muabudu wa makaburi akashindwa kujibu. Na ndivyo ilivyo, wewe ukimuuliza hata yule budhi muulize wewe mbona waabudu sanamu, kwambia mimi nimemuuliza mmoja Baniani, nilikuwa namlingania nikamwambia lakini nyinyi mbona mwabudu sanamu? Akasema ile ni sura tu ya yule mtu alikuwa sent, yani wali, kwa sisi tuweka sura yake pale kisha tuomba kupitia kwake yule wali, tuomba kupitia kwake atufikishie maombi yetu kwa Mungu. Asema hivi. Na huyu mwenye kwenda kwenye kaburi pale pia yuasema mimi huyu naitakidi ni wali, naomba kupitia kwake, namfikishia yeye kisha afikishe kwa nani? Kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hakuna tofauti baina yao, wote wawili wako sawa. Hadha wa in kana kullu minhuma mushrikan dhallan, pamoja na kwa wote wawili hao ni washirikina wa mpotofu. Li'annahu ya'budu ma la yamliku dharran wala naf'a, sababu wote waabudu kile ambacho hakimiliki madhara wala manufaa. Illa anna al-quburiyya aghraqu fi ad-dhalal wa ablaghu fi talab al-muhal, isipokuwa huyu muabudu wa makaburi amezama zaidi katika upotofu na ni zaidi katika kutaka kile ambacho ni muhali, hakiwezi kupatikana. Fayajibu ala duati ila Allah an yurakkizu ala janib al-aqidati akthar min ghayriha, kwa ni wajibu kwa walinganizi wanaolingania katika njia ya Allah tarkizi yao iwe katika upande wa aqida kuliko chochote kingine, zaidi ya aqida. ويقبلون على دراستها وتفهمها اولا, na mwanzo wao waelekee katika kujifunza na kuisoma itikadi sahihi mwanzo. Thumma yuallimuha lighayrihim, kisha wafundishe na wengine. Wayad'u ilayha man inharafa anha au akhalla biha, na walinganie katika itikadi hii sahihi wale waliopinda na kuiwacha hii itikadi sahihi au waliona mapungufu katika itikadi sahihi. Wallahu almusta'an. إن شاء الله تعالى kilichobakia tujaribu kusoma katika kikao kitakachokuja. Naktafi bihadha alqadr, wallahu ta'ala a'lam. Subhanaka wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fiik.